Naam, uhali gani mpenzi mtazamaji wa Channel 10 Plus, karibu katika kipindi chetu hiki, kipindi ambacho ni cha kwanza kabisa, kipindi kipi ambacho kinazungumzia maisha ya vijana katika Ukristo. Na katika kipindi hiki tutakuwa na mambo mengi ambayo tutajifunza. Hapa tutakutana na watu wengi, tutazungumza nao juu ya maisha ya Ukristo. Tutakutana na viongozi wa vijana kupitia vyombo mbalimbali. Tutakutana na wachungaji ambao wanasimamia vijana katika makanisa. Tutakutana na watu wengine wengi ambao wanatoa ushauri kuhusiana na mambo ya Ukristo kwa vijana. Basi kipindi hiki kitakuwa ni bora zaidi kwako kijana, kama utakuwa unakifuatilia na kuweza kujua maisha gani yanatakiwa uyaishi kupitia katika Ukristo wetu. Na siku ya leo nikuambie kwamba ni mara ya kwanza kama tumezungumza, lakini ninaye mgeni ndani ya studio. Baadaye nitamkaribisha na yeye aweze kujitambulisha, yeye ni nani na anatokea wapi, na baadaye tutaendelea na mada yetu ya siku ambayo siku ya leo tutaanza nayo katika kipindi hiki. Mimi nakutangazia kipindi hiki naitwa Fredrick Kichindo, ndiye mtangazaji wa kipindi changu. Karibu tuungane katika kipindi hiki cha kwanza, na bila shaka utakuwa sehemu ya kipindi hiki na utabarikiwa. Mtumishi, karibu. Asante sana. Naomba ujitambulishe kwa watazamaji, tuambie wewe ni nani na umetokea labda kanisa gani? Sawa. Kwa majina naitwa Reverend Father Vincent Julius Kiondo. Ni kasisi msaidizi wa kanisa kuu la Mtakatifu Albano, lakini pia ni mratibu wa vijana Diocese ya Dar es Salaam, kanisa la Anglican Diocese ya Dar es Salaam. Karibu sana. Asante sana. Asante. Sasa mchungaji, kama ulivyosema, wewe ni mchungaji ambao unasimamia vijana katika kanisa, na ukiwa na nafasi ya diocese. Diocese ni nafasi kubwa baada ya jimbo kwa kanisa la Anglikana, inayofuata ni diocese. Hebu tuambie, kijana ni nani katika Ukristo? Kijana ni kwa mujibu wa katiba yetu Diocese ya Dar es Salaam, kijana anaanzia kuanzia miaka 12 mpaka miaka 45. Huyu sisi tunamhesabia kuwa kijana, na ndani ya kanisa tunamwangalia kwa jicho kubwa sana kama kijana ndani ya kanisa, kwa sababu tunatamani aonekane katika baadhi ya mambo katika kanisa, mambo mbalimbali katika kanisa. Basi tumeona aanzie kuanzia miaka 12 mpaka miaka 45. Huyo tunamhesabia kuwa ni kijana. Huyu kijana tunayemzungumza naye hapa kuanzia miaka 12 mpaka miaka 45, ni maisha mengi anapitana nayo katika nje ya kanisa. Je, ninyi kama watumishi ambao ni mnawasimamia vijana, ni mambo gani ambao mnawafundisha vijana kuweza kuwaweka katika nafasi iliyo njema zaidi ya kumtumikia Mungu? Kwa sababu tunachojua sasa, maisha sasa yamebadilika sana. Vijana wengi hawapendi hata kwenda makanisani, hawapendi kufanya kazi za Mungu. Nyinyi kama wachungaji ambao mnasimamia maadili ya vijana, mnafanya nini? Cha kwanza, maandiko yanasema nimewaandikia ninyi vijana sababu mnazo nguvu za kumshinda shetani. Na kijana anapitia katika changamoto mbalimbali. Na sasa hivi tukizungumza kanisa la sasa hivi na kanisa la zamani, kanisa la sasa hivi vijana wana uelewa mkubwa sana juu ya habari ya mambo mengi ambayo yanatokea katika jamii, katika mitandao. Na sisi kama kanisa tumejikita sana kumfundisha ukijana kwenye kimaadili, hasa kwenye masuala ya maandiko ambayo ni neno la Mungu. Maana maandiko yametuambia katika Zaburi 119 mstari wa 9 jinsi gani kijana aisafishe njia yake kwa kutii na kulifuata neno la Mungu. Kwa kutii na kulifuata neno la Mungu. Hilo la kwanza ndio msingi wetu kama kanisa, kumsimamia kijana asimame katika misingi ya neno la Mungu. Lakini na kutokana na miondoko ya dunia sasa hivi, mara nyingi tumekuwa tunafundisha pia na maisha ya kawaida ya kijana, ikiwemo masuala ya afya, ya uzazi, masuala ya kijana kujikita na kuingia katika masuala mbalimbali ya kisiasa, na kuingia katika masuala mbalimbali ya kijamii, kusaidia watu. Tunafanya kazi kubwa zaidi ya kufanya mambo kama hayo. Kwa hiyo kama kanisa tunafanya kazi kubwa kuwafundisha neno la Mungu, lakini pia kuwafundisha na maisha ya kawaida, kwamba kijana awe na uwezo wa kusimama sehemu mbalimbali katika jamii. Kijana huyu tunamzungumza hapa ni kijana ambaye anakutana na changamoto nyingi sana. Na wakati mwingine vijana wengi huwa wanakata tamaa, lakini ninachoamini kwamba kanisani ni sehemu pekee ambapo unaweza ukafanya vijana huyu ndoto zake zirudi upya, maisha yake yabadilike. Ni mbinu gani mnatumia kuhakikisha hao vijana wanabaki makanisani
kuachana na hizo habari za nje, kwa sababu nje kuna mambo mengi ambayo yanamvuta huyu kijana, na vijana wengi wapendi hata kwenda kanisani siku hizi. Sasa nyinyi kama wachungaji, ni mbinu gani mnatumia kuhakikisha kwamba vijana hawa sasa wanapatikana kanisani? Cha kwanza nimezungumza kwa masuala pia, kwanza neno la Mungu, lakini unaelewa kwamba kijana sasa hivi ukimfanyia jambo moja ni vigumu sana kumpata katika masuala ya kanisa. Tumekuwa na mambo mengi mbalimbali katika kanisa. Kuna program mbalimbali, tuna mikesha mbalimbali ambao huwa tunaifanya, tuna makongamano mbalimbali, makongamano ambayo sio tu yawe katika mazingira ya kanisa, lakini tunabadilisha mazingira ambayo kijana hatajiona kwamba nipo nasikiliza mambo ya Mungu, lakini nasikiliza nje ya eneo la mazingira ya kanisa. Kwa hiyo tumekuwa na program mbalimbali kutoka kanisa la Anglican Diocese ya Dar es Salaam pamoja na baba yetu Askofu Jackson Sostenes. Tumekuwa na makongamano mbalimbali, ikiwemo kongamano moja la Bagamoyo ambalo limekusanya vijana wengi sana. Na baada ya pale watu watasikiliza neno la Mungu, utakuwa na michezo mbalimbali, michezo, vijana wanaingia katika michezo mbalimbali, kucheza, tutacheza, watu wataogelea. Lakini hapo katika kitu kimoja kikubwa ambacho kitafanyika, kijana huyu atapata nafasi ya kusikiliza neno la Mungu, lakini kijana huyu atapata nafasi ambayo itamvutia zaidi kuja na kujifunza maneno ya Mungu na kujifunza uweza wa Mungu kupitia pia na michezo ambao mbalimbali. Katika michezo ambayo moja ya makanisa Diocese ya Dar es Salaam, kuna program ambayo inaanza hivi karibuni ya program ya michezo, ambayo hii michezo ni soccer ministry ambayo itakuwa inamfanya kijana yeye atakuwa na uwezo wa kucheza mpira lakini kwa njia ya kumhubiria na mwingine injili ya Kristo. Kwa hiyo tunaelewa kwamba jamii sasa hivi ya kijana iko sana kwenye masuala ya michezo. Na kama iko sana kwenye masuala ya michezo, tuna wachezaji mpira wengi wapo kanisani na wengine ni Waanglikana ambao wako katika, wengine wanacheza mpaka ligi kuu, ambao sasa hawa wanapata nafasi ya kufanya michezo. Wakipata nafasi ya kufanya michezo, tunawafundisha katika kupitia michezo hii katika soccer ministry ambao tunaifanya, ni kumfundisha kijana acheze mpira lakini awe na uwezo mkubwa wa kuweza kuwahubiria wengine habari za Mungu. Na katika eneo moja ambalo vijana linawasumbua sana kwa sasa ni kujiingiza katika uhusiano wa kimapenzi wakiwa bado wadogo sana. Na hilo limesababisha kuwepo kwa watoto wengi wa mitaani na mambo mengine. Kanisa linazungumzia nini kuhusiana na hii unapozungumzia vijana? Kwanza kanisa lina taratibu kwanza kwa vijana kama hao, ikiwemo tunafahamu kanuni zinasemaje juu ya habari ya kijana, sio dhehebu la Anglican tu mpaka madhehebu mengine, kwamba mtu anaokwenda kinyume na taratibu hizo za kanisa, huwa kuna taratibu fulani zinafanyika ndani ya kanisa ambazo sitaki kuzielezea sana hizo. Lakini nataka niwaase vijana. Biblia inazungumza juu ya habari msiachochee mapenzi. Na dunia sasa hivi imeingia sana kwenye masuala nashukuru nchi yetu Tanzania imezuia baadhi ya mitandao ambao mfano picha za ngono ambazo unaweza mtu anaangalia katika simu yake, ambayo hiyo imesaidia sana. Hizo ni sehemu ya kuchochea. Watu vijana wengi wanachochewa na vitu ambavyo wanaviangalia, kwa sababu once unavyoangalia ndivyo unapata nafasi ya kutamani kwenda kujaribu. Kwa hiyo vijana wengi ambao wameingia huko, siwezi kusema tu kwamba ni wao wenyewe, lakini na malezi pia yamechangiwa. Dunia sasa hivi wazazi sio wepesi sana kumkemea kijana, bwana hebu acha kufanya hivi. Na mara nyingine tunaona hata katika vipaimara kuna wengine unaweza ukamgombeza mtoto wa kipaimara, mzazi akaja akakusema mwanangu amefokewa. Kwa nini unamgombeza mwanangu? Na hiyo tumekuwa tunapambana nayo sana. Tunashukuru uaskofu umefanya kazi kubwa sana katika kila vipaimara kuwafundisha hawa vijana kujaribu kuonyesha ujana wao katika nafasi mbalimbali. Tunaelewa zamani watu walikuwa wanaenda JKT, tunaelewa zamani watu walikuwa wanafundishwa mtoto wa kiume aweje. Na hiyo sasa hayo mafundisho mengi hayapo sasa hivi. Na katika vipaimara tumekuwa
tunawafundisha hawa vijana, kwa sababu kuanzia miaka 12 hiyo ambayo tunazungumza kama ni kijana anakuwa na nafasi tayari ameingia katika darasa la kipaimara ambao kule sasa anapata haya mafunzo mbalimbali ya namna ya kujitunza usichana wake, namna ya kujitunza uvulana wake na namna ya kuwa yeye kama mwanaume, kama kijana wa kiume, namna ambavyo anaweza akafanya mambo yake mengine yaende. Na waskofu unafanya hivyo mara nyingi, hata mahubiri ya baba yetu Askofu Jackson amekuwa akieleza zaidi kwenye masuala ya kuwafundisha watu. Na sio hivyo tu kwenye kanisa letu la Anglican, lakini na wengine tunaona maaskofu wengine na mapadre, wachungaji wamekuwa wakisisitiza sana vijana wengi kujiepusha na masuala yasiyofaa. Nadhani kimoja kikubwa ambacho kinawafanya vijana wengi kukosa mafundisho. Na Biblia inasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Maarifa, kanisa hapa katikati lilipata uzito fulani kuingia kufundisha. Pengine tunaona ni sehemu ya jamii, wazazi ndo kazi yao. Lakini kwa sasa hivi kanisa limeona vijana wana nafasi kubwa. Kwa mfano sisi tukio letu la vijana, kongamano la vijana ambao tunaenda Bagamoyo, mpaka vijana wa kipaimara wanapata nafasi, vijana kuanzia miaka 12 wanapata nafasi ya mafundisho yao binafsi. Hiyo ni kuona umuhimu ya hawa vijana kuwafundisha ili kukwepa hizo na mianya mbalimbali ambayo itamfanya vishawishi mbalimbali ambavyo vitawafanya yeye kuingia katika hizo. Sambamba na hilo mchungaji, pia kuna shida nyingine ambayo hiyo pia nayo iko hata makanisani hivi sasa. Utakuta kwa habari swala zima la mavazi. Kuna mavazi ambayo tunajua yanapaswa kuvaliwa kanisani, mavazi yanapaswa kuvaliwa sehemu nyingine, lakini utakuta binti kaingia kanisani na kinguo kimemshepu mwanzo mpaka mwisho. Hiyo ushauri wako kama mchungaji kwa vijana pia, kwa sababu hata vijana wa kiume nao utakuta kasuruali kake yani alikuwa kavaa kwanza kako juu kuliko hata nani, lakini yani kuna vitu kama hivyo pia upande wa mavazi. Mnalizungumziaje pia hilo? Nadhani waraka wa kwanza wa Petro sura ile ya 5 yeye anaelezea kwa uzuri sana. Vivyo hivyo ninyi vijana watiini wazee. Ndio. Kanisa la sasa hivi, zamani tunaelewa kwamba wazazi walikuwa mavazi watu wanaoyavaa kwenda kanisani, na tunaona mabibi, mababu ambao walikuwa wakienda kanisani wanajifunika vichwa zao, vichwa vyao. Na tumeiona hiyo jamii ile iliishi vizuri sana na masuala ya kanisa. Na sasa hivi changamoto iliyokuwepo utandawazi, ambao sasa hilo nitalisemea katika kitabu cha waraka wa Petro wa kwanza sura ile ya 5, anazungumza vivyo hivyo ninyi vijana watiini wazee wenu. Anasema kwa unyenyekevu mpate kuhudumiana. Kwa unyenyekevu tukizungumza namna ambavyo mnalipokea ili jambo, kwamba tuna wazazi wazee wanatufundisha, kanisa linatufundisha kwamba namna ya kuvaa. Na tumekuwa tuna mabango tunaeleza jamani, vijana wa Kristo tunapaswa tuvae hivi. Na nadhani ni kupungukiwa na maarifa, na zaidi sana kama kanisa sisi tumekuwa tukiwa mstari wa mbele kuwaeleza watu uvaaji ni kitu cha muhimu sana. Sasa ili tuponye hiki kizazi ambacho hivi sasa kinaonekana kina mambo mengi, na jinsi ya kuzuia zaidi inaweza ikawa ngumu, kwa sababu utakuta kijana au binti mwenye miaka 12 yuko nyumbani, mama ashamfundisha kuvaa kasuruali kakubana na nini. Kwa hiyo anaona kama ni utamaduni wake ule. Kwa hiyo ataenda nayo hivyo mpaka ataenda chuo, ataenda na sehemu nyingine. Mimi nashukuru baadhi ya vyuo wameweka kabisa kwamba kuna sheria hapa mavazi gani yavaliwe na nini. Kwa hiyo mtu atatoka na kinguo chake cha ajabu akifika pale atajifunika kanga anaenda. Kama ni bibi atabadilisha hivyo. Lakini pia kwa siku za hivi karibuni nilikuwa napita sehemu ya pale maeneo ya Mlimani pale, njia ya kwenda Survey. Kuna bango kubwa sana pale limewekwa. Sikujui ni nani aliweka, lakini kaweka sheria 10 za Mungu. Na kaweka kwenye njia inayoelekea chuo kikuu, kwa sababu wanajua pale kuna vijana wengi na mambo mengi. Kwa hiyo at least wanapata kutazama hiyo, waweze pia kujifunza neno. Sasa sisi kama kanisa au sisi katika Ukristo wetu
tufanye vipi ili kuhakikisha kwamba haya mambo yanafanyika, kwa sababu utakuta hata hapa kanisani utakuta mtu binti mwingine katoka huko nyumbani kapaka nguo chake ndani, na ikifika pale kanisani atajifunika kanga, ataingia, atashughulika na shughuli zote za kanisani, ataondoka. Lakini akishafika nje tu pale anatoka kanga yake, kwenye mkoba anaenda. Haya mambo hii tufikiri yaweze kumalizika. Licha hizo semina, kwa sababu inawezekana semina zinatolewa kwa baadhi ya makanisa na nini, sio vijana wote ambao wanaweza kufikiwa. Kunaweza kukawa na njia nyingine ambayo inaweza kufanyika ili kuhakikisha kwamba angalau kwa asilimia kubwa at least kwenye vyuo na maeneo mengine, kama viongozi wa vijana mkaingia huko pia kufundisha. Tuna programs ambazo zinatoka kuelekea kwenye vyuo. Lakini tukizungumza hilo, kwanza ni sisi wenyewe ndani tunafanyaje? Tuna hapa mapadre, wachungaji, viongozi wa kanisa hawapaswi kukalia kimya jambo hili. Sisi kama idara za vijana tunafanya kwa nafasi yetu. Na nafasi kubwa ambayo Mungu ametupa ni kuwaeleza vijana namna hiyo ya kuvaa. Na tukizungumza viongozi wa dini, tukizungumza makasisi, mapadre pamoja na wachungaji mbalimbali na wainjilisti, kuwa mstari wa mbele wao kueleza, kwa sababu tukizungumza idara iko katika nafasi ya juu. Tukizungumza hiyo la makanisa, mapadre na wachungaji pamoja na viongozi wa dini katika makanisa mbalimbali katika madhehebu yetu, sisi ndio tunatakiwa tuwe wa kwanza kuwaeleza hawa vijana, tusifunike macho, kueleza ukweli. Na mara kadhaa tumekuwa tukiwaeleza mpaka viongozi wa jumuiya, kuwaeleza watu kutoka kwenye jumuiya, kwa sababu tuna jumuiya ndogo, zile za kanisa dogo. Tunazungumza kwenye maswala, wakija katika ibada wafanyeje, na mara kadhaa tumekuwa tukiwafunika wale ambao wanakuja na niona baadhi ya makanisa wanakuwa na kanga kabisa, mama anasimama pale kikono mengine kingo chako cha ajabu anaenda kufunika. Hiyo imekuwa ikifanyika. Na ukimfanyia vile mara ya kwanza, mara ya pili anabadilika. Lakini hiyo haitoshi. Zaidi hapa tunazungumza kuhusu habari ya uponyaji wa moyo, wa roho. Roho za watu zina mawazo ya kwamba nikivaa hivi ndio ni sahihi kutokana na maisha niliyokuwa nayo. Nikivaa hivi pengine hivi nitaonekana mshamba. Sasa roho za watu zikipona, zikijua kabisa ya kwamba mimi ninaenda kanisani na kanisa ninapaswa kuvaa hivi, mtu huyu tayari roho yake kwa sababu imepona anakuwa na uwezo wa kujua kabisa uchanganuzi wangu hapa sasa hivi naenda kanisani. Hizi ni nguo za kanisani. Na asikwambie mtu tunapozungumza kuhusu habari roho ndio inaokoka, mavazi hayaokoki. Ni kitu ambacho kwa asilimia kubwa tunapaswa tukiangalie kwamba tunapookoka, tunaposema kwamba mimi ni Mkristo, hata uvaaji wangu tunaona wanafunzi wa Bwana wetu Yesu Kristo namna ambavyo walielezwa wakati Yesu amekamatwa, wakamwambia wewe mbona Petro hata namna ambavyo unavaa na usemi wako pia unakutambulisha, mbona kama Yesu Kristo, mbona kama miongoni mwao. Ingawa walikataa, lakini namna ambavyo identity ambayo unambeba Kristo ilivyotambulisha. Tunapofanana na Kristo tuna maana kwamba mienendo yetu inapaswa kufanana naye, tabia zetu inapaswa kufanana naye, namna ambavyo tunaonekana, watu wanavyotuona wanapaswa kumuona Kristo ndani yetu. Isipoonekana hiyo, ina maana roho ya mtu huyu haikubadilika bado. Na kama roho hizi ambazo hazijabadilika bado zinaendelea na mwenendo wao wa kale, Paulo alikuwa anatamka hilo, mienendo yake ya kale, ina maana mtu huyu bado hajabadilishwa roho yake. Sasa kama hajabadilishwa roho yake, Zaburi inatupatia hilo jibu. Zaburi ya 119 ambayo tayari nimeshaisoma, kwa kutii na kulifuata neno la Mungu. Kwa kutii, ile utii tunapohubiriwa kuhusu habari ya Kristo, tunafanyaje mara baada ya pale? Tunapokueleza juu ya habari ya uvaaji, unafanyaje mara baada ya pale? Kazi kubwa yetu sisi kubwa ni kuwaeleza watu, vijana, kwamba fashion sio kuvaa hivi. Fashion ni kuvaa hivi ambavyo utu wako utaonekana na watu watakuona kwamba unapendeza. Kuna kipindi una staha pia. Una staha pia. Kuna kipindi niliwahi kuona kuna kijana kwenye makongamano yetu kavaa pete ya ndoa na pete ya uchumba ambao ni kijana wa kiume. Naona vitu kama hivyo.
Kwanza amevaa mlegezo, kijana wa kiume amevaa pete ya uchumba na ndoa. Lakini sasa hizo ni vitu ambavyo tunavyoangalia kwamba sio uvaaji tu, hata namna ambavyo watu wanakuangalia umevaa hivi unamaanisha nini katika hiyo. Kwa kuna vitu kama hivyo vijana tunawasaidia sana. Ingawa bado kwa asilimia kubwa, lakini tunafanya na tunaeleza kwenye vikao vyetu vya kikasisi, vikao vyetu vya vijana, kuwaeleza vijana hasa kuishi maisha ya kumpendeza Mungu. Hilo ni jambo la muhimu sana. Nadhani kuna andiko sikumbuki ni Timotheo kama wa pili hivi ambayo inazungumzia kwamba mtu asidharau ujana wako, bali sijui, mimi sio mtaalamu wa maandiko sana, lakini andiko linasema hivyo. Uone kwamba lile andiko pia kama linawatia vijana kiburi fulani, kuona mimi kijana bwana, kwa hiyo na maandiko yanasema mtu asidharau ujana wako, bali sio nini. Aone kwamba pia inaonekana kama kuna baadhi ya vijana wanajiga kiburi kwa kupitia pia mgongo wa maandiko. Interpretation. Wanapaswa kuelewa kwamba namna ambavyo limeandikwa kwamba mtu asiudharau ujana wako, haina maana ya kwamba uende na namna ambavyo ni kinyume na maadili ya nchi, maadili ya Kikristo. Kwa sababu kuna maadili yetu sisi kama Watanzania, tuna maadili yetu kama Wakristo. Haina maana kwamba tutoke katika hayo maadili ndio tuonekane ya kwamba tusidharaulike au dharaulike. Unaweza ukavaa suti vizuri na bado ukaheshimika. Ndio. Unaweza ukawa maneno yako bado pia ukaheshimika na watu. Kwa hiyo nadhani watu wanavyotafsiri neno hili, haina maana ya kwamba uvaaji wako uwe katika kuvunja maadili. Uvaaji wako unaweza ukawa katika nafasi nzuri ya kimungu na bado watu wako kuheshimu. Namna ambavyo unaendelea, namna ambavyo unakuwa, namna ambavyo watu wanakuona, wanapaswa kumuona Kristo kupitia maadili ambayo wewe unayo. Ukiwa kama mmoja wa wachungaji vijana kabisa ambao unasimamia huduma ya vijana kwa ngazi kubwa kabisa ya diocese, unaushawishi vipi vijana wanakutazama sasa, wakiona umri wako bado ni kijana na umefikia level hiyo kwa mchungaji ambao unasimamia vijana, waambie vijana nini wafanye? Wewe umepita wapi mpaka umefikia hapo? Historia ndefu sana. Ndio. Uzuri kakishindo unalifahamu. Jambo moja kubwa sana ambalo natamani kuwaeleza vijana. Tuliwahi kutumika huko nyuma kwenye maisha mbalimbali. Ndio. Tulifanya kila aina ya anasa kwenye maisha mbalimbali ambayo tunaweza tuliwahi kuyaishi. Mpaka kuitwa kuwa hivi tulivyo leo haikuwa rahisi. Tunafahamu. Na hata tunapozungumza na vijana mara nyingi naelewa kuna muda unaweza ukaongea mtu akaropoka katikati ya kundi la watu. Kabisa. Hao ni vijana ambao tunafahamu namna gani ya kudili nao kisaikolojia. Lazima sisi mapadri tunafundishwa kudili na watu kisaikolojia, kudili na watu kumwangalia mtu namna gani ya kudili naye. Mara nyingi sana nawaambiaga vijana wengi kuwa namna ambavyo unakuwa ni sawasawa na mpira ambao una uwezo wa kuudunda namna ambavyo unaweza kuudunda. Unaweza ukaupiga chenga unavyoweza kuupiga chenga. Unaweza ukaurusha namna ambavyo unaweza ukaurusha. Ndio maisha yetu yalivyo. Kama nina uwezo wa kurusha mpira namna ambavyo naweza nikauchezea, ndivyo maisha yangu mimi ninaweza nikayarusha vile ambavyo mimi naweza kuyafanya. Kwa hiyo namna ya kuangalia ni namna gani ninaweza nikaishi kumpendeza Mungu. Hilo la kwanza. Na vingine Mungu aliweza kutuita kwa namna mbalimbali. Tuliweza kufanya kazi mbalimbali huko nje, lakini hazikuwa na amani. Tunaona amani yetu ndani haikuwepo. Tukaona namna ya kuwa na amani ni kumtumikia Mungu. Na unaweza ukamtumikia Mungu sio tu wewe umevaa kola kama kasisi au padre, lakini unaweza ukamtumikia Mungu hata kwa namna ambavyo wewe ulivyo. Tumezungumza namna ambavyo Yesu Kristo alivyokamatwa. Nasema mbona hata mwenendo wako, Petro waliulizwa wanafunzi wa Yesu Kristo. Hakika wewe ni mmoja wapo. Bora. Watu wanaokuangalia hata kama unafanya kazi ya aina gani, umembebaje Kristo kwenye maisha yako? Safi kabisa. Watu wanamuonaje Kristo kwenye maisha yako? Watu wanasemaje juu ya habari ya maisha yako? Yesu Kristo kuna muda aliwauliza wanafunzi wake, watu uninena kuwa mimi ni nani?
Umeona? Identity yako ambayo umeibeba ni ya thamani sana kijana, ambao unaniangalia sasa hivi. Kitu ambacho Mungu amekiweka ndani yako ni kitu cha thamani sana kwenye maisha yako. Kama ni kitu cha thamani, tunapaswa kukiangalia sisi kwamba mimi watu wananionaje katika maisha yangu. Yesu Kristo aliwauliza kwamba watu uninena kuwa mimi ni nani? Nadhani kwa maisha ya sasa hivi mimi na wewe tungeweza kuulizwa watu unena kuwa wewe ni nani? Kuna wengine wangetajwa ni vya pombe kabisa, wengine wangetajwa ni wauni mbalimbali, wameshakataliwa. Umeona? Sasa jiulize wewe mwenyewe sasa hivi, unaweza kujiuliza kwamba watu uninena kuwa mimi ni nani? Au watu wananitazama mimi, wananitazama kwa image gani? Wanatazamaje kwa image gani? Kwa sura gani? Umeona? Ukipata nafasi ukauliza wengine, utajiona wewe ni mtu wa namna gani. Na hiyo moja kwa moja inakupa wewe taswira ya kwamba ninapaswa kuishije. Tayari ukishaambiwa cha pombe, hiyo sio sifa. Sio sifa. Sio ujanja. Ukishaambiwa wewe ni muuni, ni malaya, samani kwa kusema hivyo, ama tabia mbalimbali, hizo sio sifa. Sifa ni kwamba watu wanasema nini kuhusu wewe. Yesu Kristo watu walimsema kwamba wewe ni mwana wa Mungu. Watu wanasema nini juu yako? Wewe ni mtumishi wa Mungu kwenye nafasi mbalimbali. Tunaona Shadrach, Meshach na Abednego, namna ambavyo walikataa kula vyakula vya mfalme, kuabudu miungu. Lakini walikuwa ni vijana kama mimi na wewe leo hii. Umeona? Kama walikuwa ni vijana kama mimi na wewe, tuna uwezo, kuna baadhi ya vitu tuna uwezo wa kuvikataa. Sio lazima kwenda na kila kitu. Sio kabisa. Uvaaji sio lazima kuvaa kila kitu tunachokiona. Mwenendo sio lazima kuenenda na kila mwenendo tunauona, lakini namna ambavyo tunaishi tukavikataa na vingine, hilo ndo namna tosha ambayo sisi tunapaswa kuiishi katika maisha yetu ya kila siku. Hiyo nadhani jambo kubwa ambayo tunaweza tukawa tunaliangalia kama Wakristo katika maisha yetu. Mimi nawashauri tu hivyo kwamba ujiangalie wewe mwenyewe, namna ambavyo tathmini yako na namna ambavyo unaweza ukaishi kwa kumpendeza Mungu. Hilo tu. Naam, tukiwa tunakaribia kufika ukingoni sasa. Tumeona jinsi gani pia na umeweza kuwashawishi vijana. Lakini pia kuna vijana ambao wanaogopa kuingia kwenye huduma kama hizo. Wanaweza kawa na wito lakini ni kuingia kule, nikishaingia mimi nitakosa hiki, nitakosa hiki. Na wanaona kabisa au ndabanwa hivi. Lakini wewe, mimi nakutolea mfano wewe kwa sababu wewe ni kijana na najua unachokifanya. Waambie wa vijana jinsi gani wanawezaje kufika. Sio rahisi kama ulivyosema, kila mtu anapita njia yake. Lakini wewe umefika na unafanya. Vijana ambao wanaogopa, mtu anakaa pale kwa mchungaji bwana, kuna vitu vingi mimi nitakosa. Watu kama hao unaambiaje? Sasa mimi natamani niwaambie kwanza, namshukuru baba yangu Askofu Jackson Sostenes. Yeye ameona kitu kwa ndani yako. Aliona kitu ndani yangu. Nikawa miongoni mwa mapadri ambao waliamriwa ule mwaka ambao niliamriwa mimi kuwa kasisi. Na namna pekee ni kuishi maisha tu yale ambayo unatamani kuyaishi kama Mkristo. Haikuwa rahisi, nimezungumza, hamna mtu ambaye alitamani kuwa hivi nilivyo. Mimi mwenyewe sikuwahi kutamani wala ukuwahi kuwaza, kwa sababu mzee alikuwa kwenye nafasi hiyo ya utumishi. Na wewe uliwahi kuwaza siku moja kwamba na mimi nataka niingie niwe mchungaji? Sijawahi kuwaza. Hiyo ndoto haikuwepo kabisa. Mimi tena baba ni padre, babu mzaa baba ni padre, babu mzaa mama walikuwa ni wachungaji wa KKT. Kwa hiyo namna ambavyo niliona maisha yao wanayaishi, kazi ya utumishi ni ngumu sana. Na namna ambavyo walikuwa wakiishi, mimi sikuwa natamani kuwa vile. Lakini zaidi kubwa ambayo mimi, kitu kikubwa ambacho kilinivuta ni wito wa Mungu ndani yao. Amina. Kuna muda nilisikia sauti ndani yangu inaniambia, Vincent, unapaswa kuwa mtumishi. Kwa utumishi. Na nilipoingia nilitamani zaidi kuendeleza na kujifunza. Tunajifunza, tuna Bible schools nyingi tu sasa hivi, dunia sasa hivi, lakini tunapaswa kusoma. Ndio. Niliingia kwenye kusoma na nikathubutu kuingia kwenye kusoma. Kule nikapata picha kamili ya namna ambavyo ninapaswa kuwa kama kasisi, namna ambavyo ninapaswa kuwa kama kiongozi wa dini, watu wengine wakiona. Na namshukuru Mungu, niliwahi kufanya program mbalimbali za vijana huko nilipokuwa nasoma sehemu fulani, na
zile programs zilinifanya nisibadilishwe, yani maanisha kwamba namna ambavyo uvaaji na namna ya kuishi ilinifanya niwe vile vile, ili kuwaeleza wengine juu ya habari ya upendo wa Mungu kwenye maisha yangu. Namna ambavyo tulivaa, uvaaji ulitufanya kuwafuata watu, kuwaeleza watu kama mimi naweza nikawa hivi, basi hata wewe unaweza kuwa hivi ulivyo. Kwa hiyo tulifanya uinjilisti mkubwa na vijana wengi walimfuata Kristo kupitia hata maisha yangu. Amina. Watu ambao walikuwa wakiniona wakitamani kuwa kama mimi waliweza kuwa, na wengine waliniambia uliwahi kutuinspire katika sehemu mbalimbali. Safi sana. Safi sana. Naomba useme maneno machache ya mwisho then tufunge kipindi. Amen. Mimi napenda kumshukuru Mungu hasa kwanza kuingia katika studio hizi za Channel 10. Hiyo ni jambo la kipekee na ni neema ya Mungu kutufikisha hapa tulipo. Natamani kuzungumza na vijana na imenipatia nafasi ya kuzungumza nao. Na zaidi napenda kuwaeleza tu vijana, ujanja wa sasa hivi, fashion ya sasa hivi ni kumfuata Mungu. Amen. Kumfuata Kristo. Huwa nawaambiaga vijana wengi, hata kama umekesha club siku ya Ijumaa ama Jumamosi, pata muda mchache na Mungu. Usijihukumu ya kwamba nimeenda kukesha kwenye club, siwezi kwenda kanisani. Usijihukumu nilifanya kitu gani usiku na siwezi kwenda kanisani. Kanisa maana yake ni mkusanyiko wa watu wenye dhambi na wote tunakusanyika sehemu moja, tunamtafuta Mungu. Hiyo ndio maana ya kuabudu Mungu. Hiyo ndio maana, hakuna mtakatifu. Wote sisi ni wenye dhambi. Kwa hiyo tusijihukumu kwa sababu ya matendo tunayoyaishi, zaidi tukimbilie kwa Mungu ili Mungu aweze kutubadilisha taratibu kutokana na tabia tulizokuwa nazo mwanzo. Mungu aweze kutubadilisha na kututoa kule kwenye maisha yasiyofaa. Hilo ni jambo kubwa ambalo natamani nawaambiaga vijana wengi, tusimkatae Mungu kutokana na maisha tunayoyaishi, zaidi tumtafute Mungu aweze kutubadilisha kutoka katika tabia mbalimbali. Naam, tusimache Mungu kwa sababu ya maisha tunayoishi, lakini tumfuate Mungu kwa sababu huko ndiko kwenye suluhisho. Msikilizaji, hichi kipindi ndio kimefika tamati namna hiyo, na mimi nikushukuru. Kama tulivyosema, hichi ni kipindi chetu cha kwanza, kitakuwa na muendelezo kadri siku zinazidi kwenda. Mchungaji, mimi nikushukuru kwanza. Asante sana kwa kuweza kuja na sisi tukaweza kuzungumza mambo mengi kuhusiana na vijana. Na mimi niko nafasi pia tutapata kuja kuzungumza zaidi juu ya wewe ulivyoingia kwenye huduma na jinsi gani tunaweza tukawapata vijana wengine wakaja kufuata nafasi kama ya kwako. Mimi niseme asante kwa kuwa nasi na nikutakie utazamaji mwema vipindi vinavyofuata hapa Channel 10 Plus. Jina langu ni Fredrick Shindo. Mpaka wakati ujao, Mungu na kubariki sana.